au kwa lugha nyingine ni tusaidiane kuelewa aina ya mtumbwi tuliopanda kama kanisa la Tanzania Assemblies of God. Niliwahi kusikia mfano huu mahali kwamba panya walikuwa wanasafiri kwenye mtumbwi wa muhogo. Wanatoka upande mmoja wanakwenda upande mwingine, wanapiga makasia. Panya mmoja mdogo akasikia njaa, akasema ninaomba nimege kidogo. Panya mkubwa akamwambia, ukimega itakuwa balaa, tuvumilie mpaka tufike wapi? Ng'ambo. Chako bora cha matangazo. Tumekuwa katika mji wa Bariadi kwa siku 6. Mkutano wa Injili umekuwa ukiunguruma mahali pale. Tumeona watu wengi wakiokoka. Tumeona mambo makubwa ambayo Mungu ameweza kufanya katika mkutano ule. Watu wameokolewa. Mungu amefanya mambo makubwa. Na sasa baada ya kumaliza mkutano, tuko sasa katika jiji la Mwanza. Kuna nini jiji la Mwanza? Liko kongamano kubwa ambalo limeandaliwa na kanda ya Ziwa. Kutakuwepo na kongamano la siku 3. Na viongozi wakuu kutoka kanisa la TAG wamekwisha kuwasili katika eneo hili la chuo cha Biblia cha Lake Victoria. Kutakuwepo na kongamano hili kwa muda wa siku 3. Yako mambo mazuri yatakayokuwa yakiendelea mahali hapa. Tutapata nafasi ya kuzungumza na wenyeji wetu, waandaaji wa kongamano hili, kujuza kile walichotuandalia kwa muda wa siku 3. Nikusihi fuatana nasi tunapokwenda kuanza kongamano hili. Na tunaye mpendo wetu mweka hazina mkuu. Kwa hiyo head office iko hapa, na si jambo la siku zote wawili kuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja, kwa sababu mambo ya kufanya mengi mno. Kwa hiyo hili ni jambo la heshima wametupa kwamba unaweza akaja wawili kwa pamoja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba makao makuu kwa siku hizi iko hapa. Hawa ni marafiki zetu, ninaamini, na watakuwa baraka sana kwetu. La muhimu uwepo hapa. Bwana asifiwe. Jana nilikwambia kuna andiko ambalo silipendi sana kwangu, si ndio? Yaani sipendi linihusu, sipendi niwe hivyo kama linavyosema. Sasa hakikisha basi unakuwepo hapa, na hizi siku 3 zikupe kitu fulani au zikupe mwanzo fulani na maamuzi fulani. Na sasa ni heshima yangu niende kumleta katibu wetu mkuu kwa ajili ya kipindi cha kwanza, somo la kwanza, alafu kipindi cha pili. Tunaweza kusimama basi wakati tunamkaribisha. Na amen. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake, pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Basi ni kuombe uketi. Hili linakuwa kongamano la kwanza la kanda hii tangu tumekuwa na wenyekiti mpya wa kanda hii, na nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwenyekiti wa kanda Askofu Tibuhinda kwa kuorganize kusanyiko hili, na mpaka sasa nilikuwa ninaambiwa tayari kuna wahudhuriaji zaidi ya 200 na kitu. Na kwamba wengi tu wako njiani. Na kushukuru sana mwenyekiti na katibu wako kwa kazi nzuri, na kuona kwamba kuna haja ya kukaa chini ya wingu moja, Mungu afanye na atende kitu katikati yetu.
Ninapenda kushukuru viongozi wote wa majimbo wa kanda hii, kanda ya Ziwa. Katika kanda ya Ziwa tuna majimbo 15, tuna seksheni 147 na makanisa zaidi ya 1700 na wachungaji zaidi ya 1500. Sasa mimi katibu ni mtu wa takwimu, na mwaka huu tumeongeza majimbo mawili kwenye kanda hii, jimbo la Muleba na jimbo la Ukerewe. Sijui kama maaskofu hawa wa majimbo haya mawili wapo au makamu wa maaskofu wao. Nimeambiwa askofu wa Muleba amedharurika, lakini askofu wa Ukerewe alikuwa njiani. Ameshafika? Bado. Viongozi wa majimbo haya mawili wapo? Viongozi wa Muleba hebu wasimame tuwaone, maana hao ni wapya kwenye kanda yetu. Wewe ni nani? Wewe ni katibu. Na wenzako wako wapi? Uko wewe tu kuleta habari. Na mweka hazina. Hebu tuwakaribishe kwa makofi kwenye kanda yetu. Viongozi wa Ukerewe tafadhali. Wewe ni nani? Wewe ni katibu. Asante. Na mwingine? Uko wewe tu kuleta habari. Wanakuja? Askofu yuko njiani. Basi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mmekuja na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa kanda uliopita chini ya mwenyekiti wa Segesa ambaye alimaliza muda wake na sasa amepokewa na Askofu Tibuhinda ambaye anaiongoza kanda hii kwa kipindi hiki kilichoko mbele yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pamoja nami nimeambatana na mtunza hazina mkuu wa kanisa letu ambaye mara nyingi tumesafiri naye kwenye makongamano ya mkoa na yuko hapa pamoja nami. Ninaomba wasalimie kabla sijaanza, alafu yeye ataliombea neno. Karibu sana hapa. Bwana asifiwe sana. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda. Asante sana, naomba tuketi. Mheshimiwa na mpendo mwenyekiti wa kanda Mzee Tibuhinda, pamoja na katibu, pamoja na mkuu wetu wa chuo, Mheshimiwa maaskofu na kamati zenu na wachungaji wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Nimekuwa vizuri kuwaona. Naomba nikushukuru katibu kwa kunipa nafasi ya kusalimia. Ninajua Bwana ametuandalia katibu mkuu kwa wakati huu, na ninajua amebeba neno la Bwana la kutufaa sana. Bwana asifiwe sana. Fungua tu moyo wako uweze kusikia kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wake. Tukikukanyaga usipige makelele na usikasirike, na tumekusudia kuwakanyaga. Mbona mnakasirika? Naomba niliombee neno la Mungu. Tulipokea neno la Mungu vizuri. Bwana asifiwe sana. Litatusaidia. Ndio sababu tumekuja hapa ili tulisikie hilo neno la Mungu. Mtakatifu Mungu wa milele, watoto wako tumekaa kimya mbele zako ili useme na maisha yetu. Watu wamesafiri kutokea mbali ili walisikie neno lako, na mtumishi wako amesimama mbele zako na kusiumpake mafuta yako, useme na sisi na utusaidie
katika jina la Yesu, amen. Karibu sana. Oh, haleluya. Asante sana mtunza hazina wetu mkuu kwa kulibariki neno. Ninaomba basi bila kuchelewa tuende moja kwa moja katika mtiririko wa masomo yetu ambayo yatakuwa yanaendelea kwa mujibu wa ratiba kama mlivyotangaziwa. Niwaletee salamu maalum kutoka ofisi kuu. Askofu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God anawasalimu sana 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 sana. Naomba mzipokee salamu hizo. Anawapenda na anatarajio makubwa kanda ya Ziwa. Wapendwa, tayari kwa matokeo makubwa? Nauliza, tuko tayari? Asante sana. Niwaletee pia salamu kwa watendaji wengine wa ofisi kuu. Makamu askofu mkuu Mchungaji Magnus Muhiche na watendaji wengine wa ofisi kuu wanawasalimu na wanashukuru sana kwa maombi yenu na kuendelea kutekeleza maono na dira ya maendeleo ya kanisa letu. Asante sana na Mungu awabariki. Nitakuwa nina mtiririko wa masomo ya uongozi, na kila asubuhi saa kama hii nitakuwa nina somo la uongozi. Mchana nitakuwa nina somo la uamsho. Masomo atakayofundisha mtunza hazina atayatambulisha mwenyewe. Mimi nikwambia yale ambayo nitafundisha. Sawa? Sasa tutakuwa tunajifunza somo la uongozi, na ni vizuri uwe unajitahidi kuwepo mapema ili usikose wala kuacha hata neno moja ambalo amelikusudia. Amen. Na somo hili nimelipa kichwa kinachosema uongozi wa kimkakati, strategic leadership. Uongozi wa kimkakati. Unaweza kuweka kwenye mabano nguvu ya kuamua ukuaji wa kanisa. Uongozi wa kimkakati kama nguvu ya kuamua ukuaji wa kanisa. Uongozi wa kimkakati. Nimeliweka somo hili katika mgawanyo ufuatao. Kipengele cha kwanza ni mtumishi wa kimkakati. Kipengele cha pili ni mtumishi kiongozi. Na kipengele cha tatu ni uongozi ni mapambano. Kwa hiyo somo hili litatembea katika maeneo matatu. Litakuwa na sehemu tatu inayobainisha nguvu ya ukuaji wa kanisa. Kipengele cha kwanza nitakachokiongelea ni mtumishi wa kimkakati. Kipengele cha pili nitakachokiongelea ni mtumishi kiongozi. Kipengele cha tatu tutatafakari pamoja uongozi ni mapambano. Nianze kwa kudokeza wazo hili. Ukuaji wa kanisa sio tukio kama ajali. Maana ajali huwezi kuitegemea. Ajali ni kitu ambacho hata jina lake lilivyo ni accident, kinatokea kwa bahati, na ile bahati huwa ni mbaya. Lakini tunapozungumza ukuaji wa kanisa sio ajali kwamba ni mbaya au ni njema. Ni matokeo ya uongozi halisi. Na uongozi wowote ni matokeo. Uongozi wowote ni matokeo. Unajua hapa pana uongozi ikiwa unaweza kuyaona matokeo. Unajua hapa uongozi umetimiza wajibu wake ikiwa unaweza ukayaona matokeo tarajiwa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kanisa linaweza kuwa lina watu kwa maana ya members wa kanisa, lakini likawa halikui. Na tunashuhudia makanisa yasiyokuwa. Miaka nenda, miaka rudi. Hakuna mabadiliko. Kanisa linaweza likawa lina ibada. Yaani watu hawajaacha kukusanyika. Lakini hakuna matunda. Hakuna matokeo. Kanisa linaweza likawa lina historia, lakini likakosa future.
Na kwenye kanisa zuri kama la TAG unapoeleza historia unaweza ukaieleza mpaka mtu akasema kwa kweli hili kanisa kuna mahali limetoka. Lakini la msingi sio wapi limetoka, kwa msingi ni wapi lipo na linakwenda wapi. Na kina nani wanalipeleka huko. Kwamba ni kwenye hatima njema au kwenye hatima mbaya. Kwa hiyo kanisa linaweza kudumaa na wakati mwingine hata kufa na kutoweka kabisa kwa sababu moja kuu pamoja na sababu zingine. Lakini nataka underline, capitalize, kuwekea msingi, kuisisitiza sababu hii. Aina ya uongozi uliopo. Aina ya uongozi uliopo. Somo hili lingeweza kumfaa kila mtumishi wa Mungu katika nafasi yake yoyote mpaka mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Lakini mazingira yasingetosha tuitane sisi wote. Itoshe kwamba sisi tumekuja kwa wakati na tunaamini moto huu utaenda mpaka huko tulikotokea. Haleluya. Kwa hiyo utaona changamoto kubwa ya kwa nini hatujapata au hatuwezi kupata au tunaweza tukashindwa kupata matokeo tunayoyatarajia ni kwa sababu ya aina ya uongozi au aina ya kiongozi kali ya kiti. Na sisi wote hapa tumekuja kama viongozi. Kwa bila shaka neno hili linatuhusu sana. Fungua pamoja nami kitabu cha Mithali 29. Mithali 29. Tutatembea kwenye maandiko mengi kidogo, utanisaidia kufungua maandiko kwa haraka haraka. Mithali 29 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Mithali 16 mstari wa kwanza. Mithali 16 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Kwa hiyo unaweza ukaona sehemu ya mtu na wajibu wake katika maongozi. Tunapozungumza pasipo maono, tunazungumza mtu mwenye uwezo wa kuona. Tunapozungumza maandalio ya moyo, tunazungumza nafasi ya mtu ambaye amemtegemea Mungu katika lile analolikusudia. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Sasa kweli ya uongozi moja anaizungumza mwandishi wa vitabu vya uongozi anaitwa John Maxwell. Wale waliosoma leadership katika vitabu vya ngazi zozote utamkuta huyu. Anasema everything rises and falls on leadership. Kwa tafsiri yetu ya kawaida tungeweza kusema kila kitu katika kanisa ikiwemo katika uongozi hupanda au hushuka kwa sababu ya aina ya uongozi na kiongozi aliyekalia kiti. Uongozi unaweza ukaona taasisi au unaweza ukaona kanisa au unaweza ukaona idara inafanya vizuri kwa sababu nani anayeongoza. Unaweza kuona haifanyi vizuri kwa sababu nani anaweza akaongoza. Nimeona mimi kama katibu mkuu mara nyingi tu unakuta mtu anakuambia mzigo umeisha. Na anasema mahali pale nimeacha washirika kadhaa wa kadha na kanisa limedumaa au halikuwa na matokeo kwa muda. Na tunamridhia aondoke kwenda mahali pengine. Anaingia mtu mwingine ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu mnasikia ni kama ilivyotokea Bethlehem nyumba ya mikate. Kwamba kuna mambo yametokea huko. Kanisa lina shoot, kanisa linapanda. Kumbe kiongozi amekuwa sababu ya matokeo na mabadiliko makubwa mahali pale. Watu tunaonyeshia mkono, tunaonyeshia vidole watu au mazingira au sababu nyingine mbalimbali kama visingizio. Lakini kwa kweli kiongozi anaweza kusababisha matokeo mazuri au matokeo mabaya. Naomba wewe pamoja na mimi tuseme maneno haya. Kiongozi anaweza kusababisha matokeo mazuri au matokeo mabaya. Sasa baada ya kuweka huo msingi, inaomba tuanze kutafakari sehemu ya kwanza ya somo hili. Mtumishi
wa kimkakati. Mtumishi wa kimkakati ni mtu wa namna gani? Labda kabla sijamweleza mtumishi wa kimkakati ni mtu wa namna gani, nieleze kanisa la kimkakati ni kanisa la namna gani, au kwa lugha nyingine ni tusaidiane kuelewa aina ya mtumbwi tuliopanda kama kanisa la Tanzania Assemblies of God. Niliwahi kusikia mfano huu mahali kwamba panya walikuwa wanasafiri kwenye mtumbwi wa muhogo. Wanatoka upande mmoja wanakwenda upande mwingine, wanapiga makasia. Panya mmoja mdogo akasikia njaa, akasema ninaomba nimege kidogo. Panya mkubwa akamwambia ukimega itakuwa balaa, tuvumilie mpaka tufike wapi? Ng'ambo. Tukifika ng'ambo tutakula, tutakunywa na tutastarehe. Panya mdogo akavumilia, lakini baadaye panya mkubwa akashindwa kuvumilia baada ya kuona safari imekuwa ndefu. Akasema we kijana, mimi na mega padogo tu, si megi pakubwa sana. Akamega. Sasa kwa kuwa mkubwa alimega, kila mmoja kwenye mtumbwi alitamani na yeye afanye nini? Amege. Kwa sababu gani? Mkubwa kamega. Yaani kilichosababisha ule mtumbwi ukazama maana ndio ilikuwa hatima yake. Maana kila mmoja alimega padogo, akamega padogo, akamega padogo. Mwishowe mtumbwi ukafanya nini? Ukatoboka. Na ulipotoboka mtumbwi ukafanya nini? Ukazama. Alioponza mtumbwi huo kuzama ni ule bwana mkubwa, alimega padogo. Kumbe ule mtumbwi ulipaswa usimegwe hata kidogo. Lakini maamuzi ya kiongozi yakawa sababu ya kila mtu kufanya kama alivyofanya nani? Kiongozi. Watumishi wa Mungu, tunapozungumza kanisa la kimkakati ni vizuri kuelewa tunatembelea mtumbwi wa aina gani. Kwa sababu usipoujua mtumbwi ulioupanda ni mtumbwi wa aina gani, ukamega na ukadhani ukimega padogo haitakuwa na madhara. Kumbe ukimega na mwingine ataona na nini? Atamega. Na mwingine ataona naye atafanya nini? Atamega. Na mwisho wake huu mtumbwi hautafika salama. Sisi sio kanisa mtu. Sisi ni kanisa taasisi. Maana kuna makanisa mtu na makanisa taasisi. Kuelewa aina ya mtumbwi uliopanda. Makanisa mtu anayetajwa ni mtu, ni yeye tu ndio mwenye maamuzi yote, na maamuzi yake ni alfa na nini na omega. Lakini sisi ni kanisa taasisi. Sisi ni kanisa lenye mfumo ambao una vikao vya maamuzi. Una mabaraza ya jimbo, una mabaraza ya section, una mabaraza ya taifa, na vikao vingine mbalimbali vinavyofanya maamuzi ya pamoja. Na ni kanisa linaloheshimu taratibu wake iliyojiwekea. Sio kanisa la mtu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Sio individual enterprise. Sisi ni corporate enterprise. Kwa hiyo kuna wakati watu wanatamani hata kutoka kwenye kanisa hili kwa sababu wanadhani ya kwamba mbona sisi hatupati faida binafsi. Hili sio kanisa ambalo unaweza ukasema utamtumikia Mungu ili upate faida binafsi. No. Wewe tumika kwa wakati wako. Tena maandiko yanasema kwa lugha ngumu zaidi, mtumwa asiye na faida, umetimiza wajibu wako, kanyaga, nenda. Hatumiliki makanisa haya kama mali za baba yetu au mali za urithi. Tunatumika kwa zamu yetu na kwa wakati wetu katika nafasi zetu, na muda ukifika wa kupisha tunapisha, aidha kwa umri au kwa kufa au kwa kuugua au kwa vinginevyo. Lakini kuna siku moja utaondoka, na hapa mahali atakaa mtu mwingine kwa mujibu wa utaratibu. Na tunatengeneza mazingira mazuri ya uongozi wa kitumishi ili atakapokuja mtu mwingine ajenge tofali juu ya tofali lile alilolikuta.
asonge mbele. Haleluya. Sasa kiongozi wa kimkakati anayetumika kwenye kanisa la kimkakati, manake lina dira yake ya maendeleo, manake lina maono ya kitaifa, manake lina mwelekeo wa pamoja. Manake mahali tulipofika, ukimuuliza kiongozi yoyote wa TAG tunakwenda wapi, atakwambia tunakwenda huku, kwa sababu dira yetu ya maendeleo ni documented, inajulikana kabisa. Tunataka nini kwa Bwana, inajulikana kabisa. Makanisa mangapi tunataka tutakapomaliza miaka 13 ya moto wa uamsho? Tunataka wachungaji wangapi? Iko documented, inajulikana. Tunatakiwa tufanye nini tufike huko? Tayari kila kitu kiko documented, kinafanyika. Kwa tunapozungumza juu ya kiongozi wa kimkakati, ni mtu wa namna gani? Kuna mambo kadhaa hapa naomba niabainishe kabla sijaingia kwenye point ya pili. Kiongozi wa kimkakati ni mtu wa namna gani? Namba moja, ni mtumishi anayeandaa mipango inayotekelezeka. Ni mtumishi anayeandaa mipango inayotekelezeka. Kwa lugha nyingine, ina maana kiongozi wa kiroho ni lazima awe sio mtu wa maombi pekee na mahubiri ya nguvu pekee. Maana kuwa mtu wa maombi na kuwa mahubiri ya nguvu peke yake haitoshi. Ni lazima pia mtu awe mtumishi au kiongozi awe mtu wa mipango madhubuti. Na tunaona katika maandiko katika Luka 14 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, ni nani miongoni mwenu akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza akahesabu gharama? Mahali pengine panasema, ni nani aliyetaka kwenda vitani asiyekaa chini kwanza na kupiga ya kwamba vita hii nitaishinda? Mahali pengine panasema, ni nani aliyetaka kujenga nyumba asiyepiga gharama? Hivi uko mitaani hamjawahi kuona kuna nyumba imeishia kwenye msingi na miaka inakatika na mpaka miti imeota huko ndani, ni mti kabisa, lakini kuna mtu aliwahi kufikiri kujenga na akaanza kujenga, lakini akaishiwa pumzi, nikitumia lugha ya siku hizi, akaishiwa pumzi mahali fulani. Kwa nini? Kwa sababu hakupiga hesabu zake vizuri. Tunapozungumza kiongozi wa kimkakati, tunazungumza mtu wa mipango, ndio tafsiri yake. Na Yesu katika mafundisho yake hapa anaonyesha wazi ya kwamba ujenzi unahitaji mipango. Sisi tunajenga kanisa la Mungu. Ujenzi unahitaji nini? Ujenzi unahitaji mipango. Yuko mtaalamu mmoja anaitwa Antoine de Saint, anaandika katika kitabu chake kimoja kinaitwa Exemplary. Anasema, a goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. Kwa tafsiri yetu ya kawaida ambayo sio rasmi, ningeweza kusema malengo bila mipango ni kama ndoto za alinacha. Yaani ndoto za kufikirika. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema bila mpango maono hubakia kuwa ndoto tupu. Andika. Bila mpango maono hubakia kuwa ndoto tupu. Lakini pia huduma hubaki kuwa ya kawaida tu. Lakini pia kanisa hubaki pale pale bila mabadiliko ya msingi. Lakini pia kanisa hukosa mwelekeo madhubuti usioweza kuyumbishwa na mabadiliko ya nyakati. Sasa kuna wakati mwingine tumejiuliza, hivi kwa nini mimi huduma yangu ni ya kawaida sana? Nadhani ni swali ambalo karibu kila mtu anaweza akawa anajiuliza. Hivi kwa nini mimi huduma yangu ni ya kawaida sana? Mbona tunasoma habari za watu waliofanya mambo? Tunasoma kwenye historia. Tunasoma katika
katika Biblia. Tumesoma katika nyakati za makuzi ya kanisa letu. Maana yake watu waliofanya mambo ni matukio halisi. Lakini kwa nini sioni kwenye huduma yangu vitu vinatokea? Moja ya kitu ambacho ninaweza nikakutazamisha ni kwamba maono yanabakia kuwa ndoto tu kama hakuna mpango. Huduma inabakia kuwa ya kawaida kama hakuna mpango. Kanisa linabaki pale pale bila mabadiliko ya msingi kama hakuna mpango. Kanisa linakosa mwelekeo madhubuti usioweza kuyumbishwa na matukio ya nyakati au mabadiliko ya nyakati kama hakuna mpango. Ndio maana sisi kama kanisa la Tanzania Assemblies of God tunaona kwamba tunahitaji mpango, na unaweza ukatofautisha matokeo ya wakati hatuna mpango madhubuti na wakati kuna mpango. Mimi nikifundishaga vitu hivi kuna watu wanachukia, na ngoja nikuambie kitu, afadhali uchukie kwa sababu ukweli haupiganiwi. Facts defend by itself. Ukweli haupiganiwi na takwimu zinajitetea. Takwimu wao unazisema tu, lakini takwimu zina tabia ya kuja zenyewe. Kuna watu tukizungumza takwimu wanakasirika. Lakini nataka nikuambie kuna tofauti ya kanisa bila mpango na kanisa likiwa na mpango. Kanisa hili limeanza na 1939, mwaka 1939. Wakati tunaanza mpango mkakati wa miaka 10 ya mavuno, viongozi, tulikuwa na makanisa mangapi? Mnazikumbuka takwimu? Ndani ya kipindi cha miaka 10 tu tulikuwa tumeshoot karibu mara 10 kuliko data ya kwanza. Muongo mmoja unakompea na miongo karibu 6-7. Hizi ni takwimu, takwimu zinaongea. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Kulikuwepo na kukua kukubwa kwa kanisa. Lakini huku kukua kukubwa kwa kanisa kulikuwa kuna walakini. Kanisa lilikuwa kiidadi, lakini likawa na mapungufu makubwa ya kiroho. Tulipokaa tena tukasema ni kitu gani kinakosekana? Tunaona a rapid growth of numerical growth, lakini kuna vitu vionjo vya kiroho vya msingi vinakosekana hapa. Watu wa Mungu tukakaa tena tukasema tunataka uamsho. Haleluya. Tunataka maongezeko ya idadi ya watu yanaendana sambamba na maongezeko ya ukuu na uweza na madhihirisho na matendo makuu ya Mungu. Tukaweka mpango wa pili wa miaka 13 ya moto wa uamsho. Ni plan. Na tayari kwenye plani hii ya pili tumeanza kuona dalili za mambo makubwa sana. Hatukuwa tunasikia habari za maiti kufufuka, sasa tunazisikia. Hatukuwa tunasikia habari za viwete kutembea, sasa wanatembea. Hatukuwa tunasikia habari za kansa kuondoka, sasa zinaondoka. Hatukuwa tunasikia habari za vichaa wanafunguliwa, sasa wanafunguliwa. Kama wewe hujaona wewe. Kama haijakutokea wewe, mtafute Mungu. Lakini Mungu yuko kazini, anafanya sasa, anatembea sasa, anafufua sasa, anaokoa sasa, anajaza sasa, na nguvu zake zinatembea sasa katika jina la Yesu. Lakini kinachotusumbua ni kwamba pamoja na haya yote haijakuwa bado kwa kiwango cha matarajio yetu. Na kwa nini haijakuwa kwa kiwango cha matarajio yetu? Kuna watu wanaimba mkakati lakini hawatekelezi mkakati. Kuna wakati tunasema mkakati lakini kimoyomoyo hatuutaki mkakati. Kuna watu tunasema mkakati lakini kwa upande mwingine hatuupendi mkakati. Kwa sababu mkakati utakushughulisha. Mkakati utakunyima usingizi. Mkakati utakuwa nyuma yako kama polisi unadai. Mkakati utataka taarifa.
Mkakati utasema ulitakiwa kufanya 3, mbona umefanya 1? Mkakati utakwambia ulitakiwa kuwa umefika 5, mbona bado uko 1? Mkakati utakwambia hufanyi vizuri. Mkakati utakwambia hicho kiti ulichokaa unapwaya, kiti hicho anatakiwa kukaa mtu mwingine. Mkakati utakuwa ni kama unakufukuza kazi na wewe unang'ang'ania ofisini. Kwa hiyo kuna wakati mkakati hautaupenda kwa sababu mkakati una madai. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini watu hawapendi plan? Hawapendi plan kwa sababu hawataki kuwajibika kwa yoyote. Wanataka kuwa Mungu wa mwenyewe katika yote, ndani yote, kwa hawataki kuwajibika kwa mtu yoyote. Mkakati utataka uwajibike. Mkakati utataka mtu mwingine akufuate, akuulize kwa nini. Na kuna mtu mwingine hataki kuulizwa kwa nini. Hataki kuulizwa kwa nini kanisa lako halikui. Hataki kuulizwa kwa nini hujatoa zaka. Hataki kuulizwa kwa nini huna idara ya vijana. Hataki kuulizwa kwa nini hujakuja kwenye conference. Hataki kuulizwa kwa nini umechelewa conference. Hataki kuulizwa chochote, anataka atembee kama dume la nyani ligendaweka, linatembeaga peke yake, linakula mashamba ya watu na haliulizwi. Hiyo haiwezekani. Jamani, hiyo haiwezekani. Jamani, hiyo haiwezekani. Jamani, hiyo haiwezekani. Kwa sababu huu mtumbwi, kama kila mtu atakuwa na uhuru wa kumega, tutafika hatufiki. Sasa nisaidie kumuuliza mwenzako, wewe umemega mara ngapi? Kuna mmoja anasema nimemega mara 2 tu. Mtumishi wa kimkakati, nimesema kwanza ni mtumishi anayeandaa mipango inayotekelezeka. Mpendwa, una mipango? Mipango yako inatekelezeka? Namba 2, ana maono makubwa na mzigo wa dhati. Mtumishi wa kimkakati ana maono makubwa na mzigo wa dhati. Nafikiri nahitaji kutafsiri kidogo hapa. Ninapozungumza juu ya maono makubwa na mzigo wa dhati, nina maana gani? Maono sio wazo fulani tu. Ni mzigo halisi rohoni. Ni kusikia deni, ni kusikia kuwiwa. Maono yanakuwa makubwa pale mambo matatu yanapodhihiri. Jambo la kwanza, hayawezi kutekelezeka bila maingilio ya kimungu. Hapo tunajua haya ni maono makubwa. Hayawezi kutekelezeka bila maono, bila maingilio ya kimungu. Ukishaona unaweza kufanya kila kitu kwa pesa zako, hayo ni maono ya kawaida sana. Ukishaona unaweza kutekeleza kila kitu kwa uwezo wako, hayo ni maono ya kawaida sana. Kwa sababu maono makubwa ni yale maono ambayo yanahitaji useme, Mungu nisaidie. Yaani hapa usipotokeza, hapa mimi nachemsha. Mungu nisaidie. Nimejitwisha jambo linalozidi uwezo wangu. Yule mtumishi wa Mungu akamwambia Elia, ninaomba roho yako mara 2. Akamwambia, wewe unaomba kitu kigumu sana. Wewe nenda kale kanywe, ukawe kama manabii wengine kule. Kwa sababu kulikuwa na makundi mawili ya watu. Kulikuwa na mtu alikuwa anataka supernatural, extraordinary. Na kulikuwa na manabii, wana wa manabii kule wanaendelea na maisha na nini. Lakini dogo akasema, hamna. Mimi nimependa hiki kitu ulichokuwa unafanya. Na mimi nataka zaidi maradufu. Akamwambia, inahitaji sio kitu kawaida, kwa sababu umeomba neno gumu. Tunapozungumza maono makubwa, manake unaomba neno gumu. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi kuendelea kuwa watu wa kawaida. Jina la Yesu linatukanwa, jina la Yesu linadhalilishwa. Hatuwezi kumfunua Mungu na ukuu wake. Tunaishi maisha ya kinyonge, ya kuhangaika tu, yasio na matokeo yoyote. Hapana. Moja ya sifa ya maono makubwa ni yale mambo ambayo unamwamini Mungu, na kwa namna ambavyo unamwamini Mungu, asipotokea hayatokei. Hata ungeuza mashamba yako. Lakini kama nina maono ambayo nikiuza nyumba yangu yanatekelezeka, haya ni maono yangu.
Maono ambayo yanatekelezwa na pesa ya kuuza nyumba yangu, maono gani hayo? Maono yanayotekelezwa kwa sababu ya kamshahara kangu najibana bana, natekeleza hayo maono. Hayo ni maono yangu. Tunazungumza habari ya majimbo 95, maaskofu wawe na magari. Kwa kipato chetu hiki hata sisi wote tungechanga mpaka tutoe kamasi nyeupe. Hatupati hizo. Ndipo tunamwambia Mungu uwezaye kusababisha miujiza inayopita wanadamu, tokeza kwa uwezo wako na nguvu zako. Na hivi ninavyowaambia, mwezi wa 7 tunaweka wakfu magari ya majimbo mapya. Usiniulize tumepata wapi. Moja ya sifa ya kimkakati ni kuwa na uwezo wa maono, na maono makubwa ni yanakufikisha mahali pa kusema Mungu usipotokeza tunaibika, maana tumesema kwa jina lako, tumesema kwa neno lako ya kwamba tuna Mungu awezaye kututetea. Watatusimanga hawa, watatutukana hawa, watatudhalilisha hawa, Mungu tutokee. Ndivyo mtumishi wa Mungu alivyoomba pale penye kijito Ahava. Akasema tulimwambia mfalme ya kama Mungu wetu ni mlinzi, Mungu wetu ana nguvu. Na tunaijua njia hii ni njia ya matisho, ina majambazi na wakabaji. Tukienda kuomba ulinzi kwa mfalme, atasema Mungu wenu yuko wapi? Nyinyi ndio mlikuwa mnajidai mna Mungu. Kiko wapi sasa mnahangaika? Mungu tutetee njiani. Mungu tulinde njiani. Wakapita ile njia ya matisho, wakapita ile njia ya wauaji, wakapita ile njia ya wakabaji, wakapita ile njia ya majambazi, na walifika nyumbani Yerusalemu. Mungu aliwalinda njiani. Kuna njia pia ina majambazi katikati, ina wauaji katikati, ina waporaji katikati, ina maajali katikati, lakini yuko Mungu atuteteaye. Atatuvusha katika jina la Yesu, atatuvusha katika jina la Yesu. Pia itavuka, itavuka. Baba yetu aliugua hapa juzi kati. Wakasema sasa kiongozi wao kaugua, watakoma. Hatukombi chochote. Hatukomi chochote. Tabakia tu kama fisi. Anasema mkono utadondoka, utadondoka. Utadondoka, utadondoka. Wakati mwingine hizo ni mbwembwe za njiani tu. Jamani, haleluya. Maono gani?